blood. Kiswahili tumenusurika kwa damu. Tumenusurika kwa damu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio topic yetu, na mchungaji, ningependa tukaweza kusoma mistari ambayo ni mingi na sio mingi katika kitabu cha Joshua 2. Naweza fungua Biblia yako katika kitabu cha Joshua 2. Joshua 2 uende pale 12. Lakini unaweza andika kutoka mstari wa kwanza. Lakini hatutaanza wa kwanza. Nataka ukimbie pale mstari wa 12. Mstari wa 12. Ukifika pale sema amen. Sikia amen moja, ukifika pale sema amen. Sikia 2, 3, ukifika pale sema amen kubwa. Wala wanaandika kutoka mstari wa kwanza. Sasa mstari wa 12 mpaka 21. Ukisomea tu kwa haraka. Joshua 2 kuanzia mstari wa 12 mpaka 21. Tasoma. Basi sasa nawasihi, niapieni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea ihsani, ya kwamba ninyi nanyi mtaitendea ihsani nyumba ya baba yangu. Tena nipeni alama ya uaminifu, ya kwamba mtawaponya hai baba yangu na mama yangu na ndugu zangu waume na wanawake na vitu vyote walivyo navyo, na kutuokoa roho zetu na kufa. 14. Wale wanaume wakamwambia, uhai wetu badala ya uhai wenu, ikiwa hamtangazi habari ya shughuli yetu hii. Kisha itakuwa wakati Bwana atakapotupa nchi hii, tutakutendea kwa ihsani ya uaminifu. 15. Ndipo wakashusha kwa kamba dirishani, maana nyumba yake ilikuwa katika ukuta wa mji, naye alikaa ukutani. Akawaambia, enendeni zenu mlimani, wale wanaowafuatia wasije wakawapata. Mkanjifiche huko siku 3, hata wao wanaowafuatia watakaporudi. Kisha enendeni zenu. 17. Wale wanaume wakamwambia, sisi tunataka tusiwe na hatia kwa ajili ya kiapo hiki ulichotuapisha. Angalia, tutakapoingia katika nchi hii, funga kamba hii nyekundu katika dirisha hili. Underline hiyo, weka kwa mawazo yako. Funga kamba nyekundu katika dirisha hili. Endelea. Ulilo tuteremshia, nawe uwakusanye kwako nyumbani kwako. Baba yako
na mama yako na ndugu zako na watu wote wa nyumba ya baba yako. 19. Itakuwa mtu awaye yote atakaye toka katika mlango wa nyumba yako kwenda njiani, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe, na sisi tutakuwa hatuna hatia. Na mtu atakaye kuwa ndani ya nyumba yako, damu yake itakuwa juu ya vichwa vyetu. Mkono wa mtu ukimpata. Lakini wewe ukitangaza habari yetu hii, ndipo tutakuwa hatuna hatia katika kiapo hiki ulichotuapisha. Naye akasema, nawe iwe hivyo kama yalivyo maneno yenu. Akawatoa nao wakaenda zao, naye akaifunga ile kamba nyekundu dirishani. Baba, ni asante, mawazo yetu na nafsi zetu tumetulia chini yako. Ombi letu ya kwamba ukatulishe na neno lako sawasawa na mapenzi yako. Tunapoketi chini kulishwa na wewe, tuomba kanenea kila roho iliye mahali hapa, ukaiwishe na ukaitie nguvu, na ukatupee mwamko mpya wa kukaa katika maisha haya kupitia kwa damu yako Yesu. Baba, ni asante kwa sababu Roho Mtakatifu mwalimu wetu atatufunza na atatunenea na atatuelekeza na atatufunulia kile umetuandalia kwetu siku ya leo. Tuongoze, kaa nasi. Sifa ni zako na utukufu ni wako. Kwa jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Amen. Nafikiri hiyo story tulisoma wakati mwingine. Kuna wakati mwingine nilihubiri story ya Rahab. Si mara ya kwanza, kuna wakati tuliongea, si ndio? Kuna wakati tuliweza kuwa na hiyo neno, lakini utafsiri yake ilikuwa tofauti na leo. Na leo Mungu ananena nasi juu ya kunusurika kwa damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kunusurika kwa damu. Kunusurika kwa damu. Maandiko imetuambia, ukisoma from verse 1 utapata ya kwamba na Joshua akatuma wana waingie kule, wana wawili waingie kule Kanaani wakaweze kupeleleza ile nchi na kuangalia vile ilivyo na kujua mahali wataingilia. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imetuambia kwamba wakati waliweza kuingia mahali pale, yule mfalme aliweza kujua ya kwamba kuna watu ambao wameingia pale. Na wakati alijua ya kwamba kuna watu wameingilia Jericho, wakatafutwa ili aweze kuwamaliza. Bwana asifiwe. Ukisoma maandiko utapata ya kwamba wakati alikusudia na alitangaza ya kwamba watafutwe, waliweza kupata kuluu ya kwamba wale watu wawili wameweza kuingia kwa mama alikuwa anaitwa Rahab. Na wakati walijua hivyo, ukisoma yote utapata ya kwamba waliweza kwenda kwa Rahab na wakamwambia watoe hao wanaume wawili ambao wako kwako. Na Rahab akaweza kuwaficha. Bwana asifiwe. Rahab akaweza kuwaficha. Ndivyo inatuambia kwamba aliweza kuwaweka katika chumba chake cha juu na akaweza kuwaficha wasionekane na lolote. Na wakati waliingia pale wakaangalia, atazama, aliweza kuambia hakika huku kwangu hakuna yeyote aliyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo baada ya wale watu waliokuwa wametumwa na mfalme kuangalia kwa huyu mama Rahab na kupata wale wanaume hawako, hapo ndipo sasa Rahab akakuja kwa wale majamaa alipokuwa anataka kuwaachilia na kuwaelekeza ile njia watatorokea. Bwana asifiwe. Maandiko imetuambia mahali tumesoma verse 12 ya kwamba Rahab aliweza kuambia, ninataka muwape nami ya kwamba mtaenda kuninusuru mimi
Umesikia mimi na nani mwingine? Umesikia mimi na nyumba yangu, ambayo iko na nani? Baba, mama, ndugu na dada. Hamjasoma maandiko pamoja na mimi. Bwana asifiwe. Rahabu akawaambia kwamba nataka muwape nami ya kwamba wakati mtaingia huku mtaninusuru mimi na watu wetu ambao ni baba, mama, brother, sister na yeyote ambaye anaitanishwa nami. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile nyumba ya baba yake. Na maandiko inasema ya kwamba wakati walikuwa wananegotiate, wanaongea na yule Rahabu, aliweza kuambia, tumeapa na wewe, hakika tutakapoingia katika mji huu hatutakumaliza. Tutafanya aje basi? Tunataka ukaweze kufungilia kamba nyekundu kwa dirisha ambayo tutatorokea, ili tutakapokuja na wewe uhakikishe watu wote ambao ungetaka wakanusurike wako kwa nyumba yako, ili tutakapokuja, tutakapotazama ile kamba nyekundu, tutaweza kupita ile boma, na ili yule ambaye ako pale ndani atakapotoka nje akimalizwa, damu yake haitakuwa kwetu bali itakuwa juu yake. Lakini yeyote ambaye atapata kuuawa akiwa katika ile nyumba na damu yake ikahesabiwe kwetu. Najaribu kuelezea maandiko tumesoma. Bwana asifiwe. Na kutoka pale ndipo tunaona waliweza kuagana, naye yule mama akaweza kuwatorokesha kwa dirisha wakaweze kuwepa, na akawaelekeza ile njia watatoroka nayo wasionekane waweze kuuliwa. Na walipoenda pande ile nyingine, maandiko inatuambia kwamba yule mama aliweza kufuata maagizo ya watumishi wa Mungu waliokuwa wametumwa. Sema maagizo. Alifuata yale maagizo alikuwa amepewa, kwa sababu waliambiwa muende mkae pale ndani, wewe, baba yako, mama yako, ndugu yako na hata dada zako, endeni mkae pale ndani, ili tutakapokuja tutawaspea. Bwana asifiwe. Na maandiko inasema ya kwamba wakati Rahabu aliweza kufanya yale, hakika wana wa Israeli within no time waliweza kubomoa ukuta wa Yeriko na wakaweza kuingia Kanaani. Haleluya. Nataka tuende pamoja usipotee. Waliweza kuvunja ama kuangusha ukuta wa Yeriko uliokuwa umewazuia kuingia, na wakaingia ndani. Walipoingia ndani, utapata ya kwamba walipoingia ndani walienda kujishikia. Sema kujishikia. Walienda kujishikia maeneo yao. Walienda kujishikia kile ambacho walikuwa wameahidiwa tangu mwanzo. Waliweza kujishikia mahali ambapo walikuwa wameelekezwa na Mungu kupitia kwa Joshua na Moses. Na walipoingia mahali pale, wakaweza kushika yale ambayo yalikuwa ni yao, maeneo yao na vitu vyao ambazo hazikuwa zao, zilikuwa za wenyeji wa huko. Na asifiwe. Lakini walipofika mahali pale, zile vitu walikuwa wameahidiwa ya kwamba nitawapea. Kwa hivyo walipoingia pale, walianza vita ya kupigana kuweza kujinyakulia kile ambacho ni chao. Waliweza kuanza vita kujipigania na kushika maeneo yao. Na hapo ndipo tunaona ya kwamba walipokuwa wakijishikia maeneo yao, walipokuwa wanazunguka Yeriko, walipopata nyumba ya Rahabu, waliweza kuvuka hiyo nyumba. Haleluya. Amen. Walipofika kwa nyumba ya Rahabu, hawakuweza kuinguza kwa sababu ilikuwa na alama ya damu. Haleluya. Ilikuwa na alama ya damu. Waliambiwa ya kwamba utakapokuja pale, hakikisha ya kwamba kile tumeagana na tumeweka ahadi na wewe hamtaivunja.
kuingia kwa nyumba ya Rahabu. Kisoma hiyo chapter yote utaona story yote, na ukiingia chapter 3 bado utaweza kuishika vizuri, lakini hatutasoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kupitia kwa Rahabu kwa ufupi sana, kama vile niliwaambia siku ingine, alikuwa mtu ambaye alijulikana kama malaya, alijulikana kama mtu ana anja in the community, alijulikana kama mtu ambaye hana msaada wowote kwa watu, alionekana mtu ambaye ana sifa nzuri, sifa zake zilikuwa mbaya. Lakini cha kushangaza ni ya kwamba Rahabu akiwa vile alivyo aliweza kunusuru familia yake. Rahabu akiwa ana sifa nzuri aliweza kunusuru familia yake. Amen. Na ndio maana tunaona ya kwamba alipofika pale na walipokuwa katika ile hali ya kukunyaka na kundaka maeneo ya Kanaani, walipofika kwa nyumba ya Rahabu waliweza kunusuru ile familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nisomee mstari mmoja. Nataka nisomee mstari 23 na mpaka 25 kwa haraka sana, ili tuone kana kwamba waliweza kunusurika ama hawakunusurika. Amen. Enda chapter 6 kwa haraka tu. Chapter 6. Chapter 6 iko hapo mbele, 23-25. Basi wale vijana wapelelezi wakaingia, wakamtoa Rahabu na baba yake. Basi wale, rudia tena. Basi wale vijana wapelelezi wakaingia, wakamtoa Rahabu. Na baba yake na mama yake na ndugu zake vitu vyote walivyokuwa navyo wakamtoa na jamaa zake wote pia wakawaweka nje ya matuo ya Israeli, wakawaweka nje ya malango ya Israeli. Kisha wakauteketeza mji kwa moto, kisha wakauteketeza mji wa Jeriko na moto, na vitu vyote vilivyokuwa ndani yake, bali fedha na dhahabu, na vyombo vya shamba na vya chuma wakavitia katika hazina ya nyumba ya Bwana. Lakini Yoshua akahifadhi Rahabu yule kahaba. Fikisha pale. Amen. Joshua mtumishi wa Mungu akaweza kumnusuru Rahabu na nyumba yake yule alikuwa kahaba. Maandiko imetuambia kwamba walipoingia kule katika mji wa Kanaani, walikuwa wanajishikia mji, wanachoma, wanamaliza na wanajishikia kile ambacho wanataka. Lakini walipoingia Jeriko, maandiko imetuambia katika mstari wa 24 ya kwamba walipoingia pale waliweza kumtoa Rahabu na watu wake wote na vitu vyao vyote, wakapelekwa nje ya malango ya Israeli ili wasiteketezwe pamoja na wale wengine. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu ilikuwa agano ya kwamba Rahabu utanusuru familia. Nisomee, rudi pale chapter 2 verse 18. Rudi pale unisomee verse 18 in chapter 2. Verse 18 inasema angalia, tutakapoingia katika nchi hii, funga kamba hii nyekundu
tutakapoingia katika mji ufunga kamba nyekundu katika dirisha hili ulilotuteremshia, nawe ukawakusanye kwako nyumbani mwako, baba yako na mama yako na ndugu zako, watu wako wote wa nyumba ya baba yako. Tusomee 21 inasema, naye akasema, na iwe hivyo kama yalivyo maneno yenu. Na iwe hivyo, kisha pale, na iwe hivyo kama ilivyo maneno yenu. Na pale chapter 6 verse 23 to 25 tumeona ya kwamba yale maneno yalikuwa hivyo. Maneno gani? Maneno ya kwamba kupitia kwa damu mtaweza kunusurika. Wakati tunaona kamba nyekundu ina represent damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati tunaona kamba, wanaambiwa fungilia kamba nyekundu, na ili ikaweze kumaka ya kwamba mahali hapa hatufai kuingia kuharibu, bali tunafaa kunusuru. Bwana asifiwe. Amen. Enda pale Exodus, nataka tushikanishe zote nikimaliza tu kwa haraka. Exodus 12. Somea verse 7. Sasa topic yetu ni ya kwamba kunusurika kwa damu. Kutoka kama Kuma 12 verse 7. Kutoka ni kitabu ya pili kutoka mwanzo. Inasema, nao watatoa baadhi ya damu, nao wakatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Naomba tuweze kusimama tu kwa heshima. Tafadhali tusimame please. Somee tu kwa umesimama. Somee ukiwa umesimama na uende mstari wa 13. Kuna nguvu katika kutii hilo neno, simama. Neema inaongezeka. Somea mstari wa 13. Hapo tu tulikuwa. Mstari wa 13. Mstari wa 13 unasema, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoingia nchi ya Misri. Haleluya. Enda pale mstari wa 22. Hapo chini tu. Sema, nani twaeni tawi la isopu mkalichovye katika ile damu iliyo bakulini na kukipiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya mlango. Kwa hiyo damu iliyo katika bakuli, tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni. Mtu yeyote miongoni mwenu asitoke milangoni mwa nyumba yake hata asubuhi. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Mstari wa 7 unanena juu ya kupaka damu katika mlango na hata fremu za mlango pale juu na hata hizi za chini. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari wa 22 unasema ya kwamba, mstari wa 13 unasema ya kwamba, nami nitakapokuwa ninakuja nitakuwa ninaangalia ile damu na ninapita. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari wa 22-25 unasema ya kwamba, basi nani msijaribu kutoka nje, mkae ndani mpaka
chini na hata ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili malaika wa Bwana atakapokuja akipita akimaliza wale wengine akaweze kuwapita kwa sababu ya ile alama. Na wakaambiwa ya kwamba msijaribu kutoka nje. Kumbuka naye Rahabu aliambiwa ya kwamba hakikisha watu wenu wako ndani, kusipatikane mmoja atatoka nje. Kwa sababu akipatikana nje, akimalizwa damu yake iko juu yake. Bwana asifiwe. Na wana wa Israeli walipofanya hivyo, ukisoma hiyo chapter 3 yote utapata ya kwamba malaika wa Bwana alipokuwa anazunguka usiku akimaliza wale wengine, alikuwa anaspea ule uzao wa Mwisraeli kwa sababu ya kuona alama ya damu. Sema alama ya damu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumaanisha nini wapendwa? Kwa haraka sana, ni kumaanisha ya kwamba alama hii ya damu ambayo ni damu ya Yesu Kristo ndiyo ambayo iko na security yetu. Haleluya. Nataka tuangalie mambo kadhaa yale yalifanyika na yule Rahabu baada ya kuspare, baada ya kuwa spared. Na wale watu walikuwa wamekuja kumaliza na kushika maeneo kulingana na maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee Joshua 6:23. Nasoma Joshua 6. Andiko inasema 6:23. Basi wale vijana wapelelezi wakaingia, wakamtoa Rahabu na baba yake na mama yake na ndugu zake na vitu vyote walivyokuwa navyo, wakawatoa na jamaa zake wote pia, wakawaweka nje ya matuo ya Israeli. Soma mstari wa 25. 25 inasema, lakini Yoshua akamhifadhi Rahabu yule kahaba na watu wa nyumba ya baba yake na vitu vyote walivyokuwa navyo, naye akakaa kati ya Israeli hata leo. Akakaa kati ya Israeli hata leo. Fikisha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuelezea kwa uchache mambo ambayo yalitendeka baada ya kukua spared by the blood. Yes. Haleluya. Baada ya Rahabu na nyumba yake kuwa spared by the blood, jambo la kwanza ni ya kwamba waliweza kutolewa nje ya kambi. Bwana asifiwe. Waliweza kutolewa nje ya kambi. Na jambo ya pili ni ya kwamba walipotolewa nje ya kambi na operesheni ya kumaliza Jericho na kuchoma na kumaliza ilipoisha, waliweza kurudishwa tena wakawa katika community ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni kumaanisha aje mpendo? Ni kumaanisha ya kwamba kupitia kwa Rahabu nyumba ya baba yake iliweza kunusurika. Haikunusurika kwa nguvu zake, ilinusurika kitu ya kwanza kwa kukubali kutunza watumishi wa Mungu. Na jambo la pili ilitumika kwa sababu alikubali kufuata maagizo na
Bwana Yesu. Sijui kama unajua, pigia Bwana Yesu makofi. Aliweza kukua mmoja katika familia ile Bwana Yesu alikuja kuzaliwa. Sijui kwa nini upige makofi kwa ajili ya hii. Mama kama huyo akiwa kahaba hivyo aliweza kufanyika, akafanyika kuwa katika genealogy ya Bwana Yesu, kwa sababu kupitia kwake Bwana Yesu aliweza kuzaliwa. Kwa hivyo anakuwa watu wambanganya Rahabu alikuwa pale. Tunapoangalia genealogy ya Bwana Yesu tunaona Rahabu alikuwa pale. Amen. Hallelujah. Amen. Unataka nikuhakikishie hiyo maneno mahali iko. Hallelujah. Amen. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo, hatutasoma, utapata ya kwamba Matthew chapter 1, lakini unaweza angalia verse 17 kwa wakati wako. Utapata ya kwamba kulikuwa na generation 42. Hallelujah. Kulikuwa na generation 42 kutoka mahali ambapo Abraham anaonekana mpaka mahali Daudi anaonekana. Na katika hizo ukisoma zote utapata Rahabu pale. Hallelujah. Amen. Utapata yeye alikuwa masosho. Hallelujah. Ni kwa sababu gani aliweza kufanyika mmoja katika huyu Yesu kupitia kwa damu? Hallelujah. Amen. Utapata ya kwamba kulikuwa na generation mingi, generation 42 ambazo zilikuwa zimedividiwa mara tatu, 14. Bwana Yesu asifiwe. Utapata from Abraham to David 14. Hallelujah. Amen. David to captivity another 14. Na kutoka Babylon mpaka kuzaliwa kwa Yesu another 14. Amen. So utapata ya kwamba katikati ya hizo zote ukienda usome vile zimefuatana pale in the book of Matthew 1:17 utapata ya kwamba amewekwa pale katika ile genealogy ya Bwana Yesu. Pia Bwana Yesu makofi. Nisomee tu mstari mmoja. Matthew 1:5. Mmoja tu. Nimesema Salmoni akamzaa Boazi. Salmoni akamzaa Boazi wa Rahabu. Boazi wa nani? Wa Rahabu. Boazi kwa nani? Kwa Rahabu. Boazi akamzaa Obedi wa Ruthi. Obedi akamzaa Yese. Na hapo ndipo tunaona King Daudi anaingilia mahali Bwana Yesu anakuja kuzaliwa. Pigia Bwana Yesu makofi. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba huyu mama akiwa ni mchafu hivyo, sema mchafu. Akiwa mchafu hivyo, alipokuwa mbingu inamwangalia, alikuwa anaangaliwa, anaonekana mama wa dhamana sana. Amen. Nisomee James 2:25. James 2:25. Yakobo 25. Okay. 2:25. Inasema vivyo hivyo na Rahabu yule kahaba naye, je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine? Haleluya. Ati huyo Rahabu ambaye ni kahaba alihesabiwa haki kwa matendo yake. Haleluya. Alihesabiwa haki kwa matendo yake alipowatoa wale watume wasimalizwe, akahesabiwa haki. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba Rahabu hiyo siku aliweza kuokoka. Haleluya. Rahabu hiyo siku hakufanya ukahaba tena, aliweza
Kupitia kwake familia mzima ilikuja kwa Yesu. Kupitia kwake familia mzima ilikombolewa, iliweza kuokolewa. Siwache kupitia kwako mpendwa watu wakamuone Mungu. Siwache kupitia kwako community ikashuhudie na iseme ya kwamba kama sio fulani siwezi nikakuwa mahali nilipo, kwa sababu walitoka na ushuhuda wa mtoto Rahabu ambaye amekomboa nyumba ya baba yake. Pia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Amen. Wana wa Israeli hawakuvuza instructions walizopewa. Waliambiwa ya kwamba na mpake damu katika fremu za milango na muhakikishe mumekaa ndani. Kwa hivyo yule mtu ambaye anakombolewa ni yule yako ndani ya huyu Yesu, ni yule yako ndani ya damu ya Yesu, ni yule yako ndani amechovya pale kwa hii damu ya Yesu. Wakaambia kwamba usitoke nje. Mpendwa, kuna hatari kutoka nje ya huyu Yesu. Kuna hatari ya kutoka nje ya malango. Kuna hatari ya kutoka nje ya hii damu, kwa sababu huko nje kumeachiliwa upanga wa kukumaliza, kumeachiliwa mambo maovu, kumeachiliwa mashida. Na utakapokuwa ukipita, malaika wa kuachilia mashida akikupata huko nje ya damu ya Yesu, yale mashida yanakuwa patofu. Amen. Hallelujah. Amen. Wote walipewa instruction, wakaambiwa muhakikishe mumekaa wapi? Ndani. Kwa hivyo ni ndani kwa Yesu na ndani kwa Yesu na ndani kwa Yesu. Hakuna option nyingine. Ni hapo ndani na ndani na ndani. Amen. Kwa sababu ndani kunayo damu. Hapo ndani kunao ulinzi wa damu. Hapo ndani kunao baraka. Hapo ndani ni wewe na watu wenu na vitu vyenu, baraka zako na chochote kinachohitanishwa na wewe. Amen. Hallelujah. Amen. Spared by the blood. Kunusurika kwa damu. Wana wa Israeli walipuuza. Malaika alipokuwa anazunguka usiku, waliweza kumalizwa na wale wengine. Hallelujah. Lakini wale waliingia ndani, wakajifungia pale mpaka asubuhi. Sema mpaka asubuhi. Hapa ni mpaka Yesu akuje. Hapa ni mpaka Yesu arudi. Yes. Unakaa pale ndani, ndani ya huyu Yesu, Yes. ndani ya huyu Yesu, Yes. mpaka akaweze kurudi. Amen. Hakuna option nyingine mpendwa. Amen. Hallelujah. Amen. Nguvu za damu. Hallelujah. Nguvu za damu ziko na uwezo wa kulinda kwa kumalizwa na kila janga ya aina yote. Amen. Friend, tuliona roho chafu. Sema roho chafu. Rocha. Kama ndaimono. Daimono. Ndaimono ya uchawi. Hallelujah. Amen. Ndaimono ya nini? Ya uchawi. Ikifanya hapa, ikifanya uchawi, ikifanya nini? Ikitaka kuachilia maroho, lakini kwa sababu ya kanisa kuchomwa damu ya Yesu, kwa sababu ya wapendwa kuwa wamechomwa katika damu ya Yesu, kwa sababu ya kanisa kuingizwa ndani ya huyu Yesu, Yes. aliweza kutangaza hapa ni nini? Moto. Alitangaza hapa ni nini? Moto. Alitangaza hapa ni nini? Moto. Alitangaza hapa ni nini? Sio kwa ajili ya kitu kingine, ni kupitia kwa damu. Ni kupitia kwa damu. Ni kupitia kwa damu. Hapo ndipo ushindi wetu uko. Amen. Hallelujah. Amen. Kama Yesu angemwaga hiyo damu, kifo chake hakingekuwa na maana. Kama Yesu angemwaga hiyo damu, Yeah. kifo chake hakingekuwa na dhamana. Amen. Lakini kifo chake kiko na dhamana kwa sababu ya damu. Amen. Na sio damu ilianza hapo, ilianza mpaka katika Old Testament. Hapo tunamuona huyu Yesu akiingia katika nyumba ya Waisraeli, na wote wanapitwa na janga ya watoto kuuliwa, na wote wanakuwa spared. Upendo, kuna umuhimu wa kutangaza damu ya Yesu katika maisha yako. Kuna umuhimu wa kuachilia damu ya Yesu katika nyumba yako. Kuna umuhimu
Ndio maana haufai kuogopa. Amen. Sijui ulisikia fulani mchawi ukamuogopa mpaka wapi? Kasema mimi sitaki stories zake. Kwa sababu mtu amekata. Kundo. Haleluya. Amen. Wapendwa, sisi ni zaidi ya hiyo. Amen. Ndio si ati hawatafanya, watajaribu, lakini hawataweza. Amen. Na hawataweza utakapojua uko na nguvu. Amen. Niliwaambia kwamba hatuombangi ushindi. Kama leo nilikuwa nakumbusha na Kevin asubuhi. Hatuombangi ushindi kwa sababu tayari tumepewa ushindi. Amen. Tuko nao. Amen. Hatuombi tushinde. Yes. Tayari sisi tumeshinda. Amen. Na kama ulikuwa unaomba ushinde mpema, badilisha maombi kwa sababu tayari umeshinda. Yes. Kwa nini? Umepewa mamlaka kupitia kwa damu. Umepewa uwezo kupitia kwa damu. Umepewa kuendelea kupitia kwa damu. Kwa hiyo ni kupitia kwa damu. Sisi tutaenda viwango na viwango kwa sababu sio sisi bali ni nguvu zilizoko ndani ya damu ya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Mpendwa, usijidharau. Ndio. Rahabu alidharauliwa. Ndio. Nikijaribu kufikiria vile tunaonanga malaya. Ukiona malaya kwako, unaona mtu mchafu zaidi. Unaona mtu hata hawezi akatumika in the community. Unaangalia, unaona mtu ambaye sifa zake ni mbaya. Mtu ambaye alibadilishiwa jina, haitwi Rahabu, anaitwa kahaba. Lakini nataka kukutoa pale nikuambia kwamba haijalishi your past story. Sijui story yako ya hapo ilikuwa aje. Sijui unapoangalia story yako ya jana ilikuwa namna gani. Sijui unapoangalia story yako ya wakati uko umeokoka unaionanga ikiwa aje. Ninakuletea habari njema nikuambia ya kwamba Mungu angalia ngipase kwa sababu anasema ya kwamba tunapomwamini ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hivyo unaanza maisha mapya na yale ambayo ilikuwa imeandikwa katika kitabu chako cha kale inavutwa na inaanza kuandikwa ingine ambayo sio wewe tena bali ni mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Kitabu ya Rahabu ilianza kuandikwa ingine mpya. Alikuwa katikati ya wale wangetolewa Kanaani, wana wa Israeli waingie. Ndio. Lakini badala ya kutolewa kwa nguvu za damu aliweza kunusurika. Na sio hivyo tu, akapewa mahali pake. Ni kumaanisha aje? Alipewa kila wana wengine walikuwa wanapewa, pia yeye alipewa share. Kwa tuliambiwa alikaa katikati yao mpaka leo. Si tuliambiwa hivyo? Mpaka leo. Kuna mahali sura yake inasemekana huyo malaya anakaa hapo akiwa na malaya. Tumeambiwa ya kwamba story yake ilibadilika. Ikaanza kuandikwa kitabu mpya. Ikaanza kuandikwa kitabu mpya ya mmoja ambaye alinusuru watumishi wa Mungu. Siwache mpendwa story yako ikabadilike. Haijalishi vile walikuwa naiona jana, na hata vile walikuwa na kusema, hata vile walikuwa naona kweli. Lakini habari njema ni ya kwamba kunaye Mungu ambaye anabadilisha hiyo story, anaanza kuandika kitabu mpya, anafungua a new page in your life. Amen. Si akafungua kwa jina la Yesu katika maisha yako. Amen. Si akafungua new page tunapoenda kumalizia mwaka. Siwache mwaka ukawe na story mzee. Tunaposhika mwaka mwingine ukawe na new story. Ukafunguliwa a new page ambayo itaanza kuandika mambo yako upya tena, ambayo itaanza kuandika baraka zako upya, ambayo itaendelea kuandika kuinuliwa kwako upya. Amen. Haleluya. Amen. Rahabu story zake zikabadilika. Na siku ya leo tunamsoma vile tunasoma akina Boazi na akina Ruth na akina Daudi. Wote wako pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni baada ya muda mrefu sana anakuja kuonekana akitambulika kuwa katika lineage ya Bwana Yesu. Upendo si ukalete mabadiliko katika nyumba yako. Siwache kupitia kwa damu ukapate mabadiliko na watu wakapate mabadiliko kupitia kwako na wakaweza kushuhudia ya kwamba wamemwona Mungu kupitia kwako, wamenusurika kupitia kwako. Wacha kila njanga itakapokuja
Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo tuko katika nafasi yetu ya Mungu. Hivyo ndivyo tuko katika nafasi yetu ya Mungu. Si Mungu akakuinua hicho kiwango. Si akakuinua hicho kiwango ya kwamba unaweza ona mambo na uyakubalie rohoni, na yakalete mabadiliko katika maisha yako. Naomba Rahabu akikubali hawa, hakuwa anajua ni nini anakaribisha. Kumbe alikuwa anakaribisha watu ambao wataenda kubadilisha maisha yake. Siwaje ukakaribisha huyu Yesu na ukatangaze damu ambayo italeta mabadiliko katika maisha yako, ili waovu wanapokuja wakasema ya kwamba uko hakuwezi kukaidilika. Bwana Yesu asifiwe. Ama muwezi amunji, tunaweza linda boma zetu na damu. Haleluya. Tunaweza linda boma zetu na damu. Watu wanaweka mbingo, lakini mbingo haina nguvu. Mbingo ni ya mwanadamu. Imechinjiwa kuku na mbuzi na kondoo. Lakini mbingo ya Bwana Yesu sio lingine mbali ni hiyo damu yake. Unaponyunyuzia damu ya Yesu katika maisha yako, katika boma yako, wanapoleta uchawi yao, wanapata ya kwamba huko hakuwezi kukaingilika. Watakuja kukuuliza, unaendie kwa mundu mwewe wabinga moshi wako. Haleluya. Watakuuliza unaendie kwa mundu mwewe, ili pia wao waweze kulinda boma yao, kwa sababu wamezoea kuweka mbingo. Lakini habari njema ni ya kwamba tunaye ndani. Tukikaa pale ndani, wacha nje. Tukikaa ndani, adui anapokuja, anaona hiyo alama, anatoroka. Anapoona hiyo alama katika biashara, anatoroka. Anapoiona alama kwa kazi ya mikono yako, anatoroka. Anapoona hiyo alama kwa ndoa yako, anatoroka. Anapoona hiyo alama kwa watu wako, anatoroka. Kama utakubali ili damu ya Yesu ikawe ndio kinga. Haleluya. Tuko na kinga. Damu ya Yesu inafanya mambo makubwa. Ulipokubali Yesu Kristo na ukakubali akuokoe, nguvu za damu zilianza pale, na ukapewa mamlaka yote, ukapewa uwezo wote. Simama na miguu yako.